Katika video hii bwana, nataka nielezeni kwa namna gani ambavyo Facebook wataweza kukulipa. Nafikiri ni ndoto ya watu wengi, creator wengi, watumiaji wengi wa mtandao wa Facebook wanatamani kuingia katika mfumo huo wa malipo kupitia katika mtandao wa Facebook, kwa sababu ni kitu ambacho kwa sisi hapa nchini kwetu Tanzania, hususan katika ukanda wetu huu wa East Africa Mashariki, ni vitu ambavyo vimekuja hivi karibuni. Kwa huko Ulaya wenzetu ni muda mrefu sana watu wanapiga hela, na kiukweli kabisa Facebook wanalipa na wanalipa vizuri. Mimi binafsi nimeanza kulipwa na sijaanza kulipwa muda mrefu, nimeanza kulipwa hivi karibuni, na struggle sana, nimeaso sana, nimepambana sana kuweza kuifanya akaunti yangu iweze kulipwa. Umeona? So nafahamu kwamba ni ndoto ya creator wengi, ya watumiaji wengi wa Facebook wanatamani kufika hatua hiyo, lakini mwisho wa siku hawajaweza kufika, na unakuta watu wengine wana akaunti kubwa tu. Mtu ana akaunti na followers 50,000, laki, 80,000, 200,000, 300,000 mpaka milioni, na unakuta akaunti haingizi mapato. Kwa hiyo inaumiza kiukweli. Yani unaposti, unapata likes, comment nyingi, lakini mwisho wa siku hakuna kipato chochote ambacho kinakuingizia. Inaumiza sana, kwa sababu kutengeneza content unapoteza muda, unaacha shughuli zako nyingine. Umeona, unaamua kuwa content creator, afu mwisho wa siku kwenye upande wa malipo unakupopati, inaumiza. Umeona? So binafsi nimeamua kutengeneza video hii ili kwa ajili ya kuwapa utatuzi wale watu ambao wanapitia changamoto kama hii, changamoto ambayo mimi binafsi nimeweza kupitia kwa muda mrefu sana. Bwana, kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea YouTube channel yangu ya Memorata TV, basi nakusihi uweze kusubscribe hapo chini, lakini pia nakusihi uweze kunifollow kupitia katika page yetu ya Memorata TV kupitia katika Facebook pamoja na Instagram, unakuwa unatisha sana. Sasa basi bila kupoteza muda, twende tukaangalia ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya ili Facebook waweze kukutumia message ya kulipwa. Umeona, wakualike kwamba page yako sasa inaweza kuchuma pesa. Umeona, sio kwamba una apply wanakualika wao. Facebook wenyewe ndio wanaamua, wanakaa, yani kwamba kitu ambacho watu wengi hawakijui kwamba sio kuna vigezo fulani ukitimiza ndio Facebook wanakulipa. Hiyo sasa hivi hakuna. Facebook wao wenyewe ndio wanaamua kwamba huyu mtu tusimlipe, huyu tumlipe. Umeona, na ili waweze kukuchagua wewe uweze kulipwa, kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, wao wajiridhishe kwamba huyu mtu anafuata vigezo na masharti yetu. So kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, hatuna budi tuanze kumlipa. Sasa basi mimi binafsi struggle sana kupitia kuweza kufika hatua hiyo ya kulipwa. Nimepambana sana, na kitu ambacho kimeweza kuniumiza moyo kwa muda mrefu, kwa sababu nilikuwa napoteza muda wangu kutengeneza content, kupost, kutengeneza caption, lakini mwisho wa siku walikuwa wanilipi. Umeona, lakini kuna baadhi ya vitu nikagundua kwamba kuna makosa ambayo nilikuwa nayafanya katika uandaaji wa content. Hivyo basi nikaweza kujirekebisha, na mwisho wa siku Facebook wakaweza kunialika akaunti yangu iweze kuingiza pesa. Umeona, sasa basi twende tukaangalia ni vitu gani ambavyo natakiwa uweze kujirekebisha. Najua una akaunti kubwa ina followers sijui 50,000, 70,000, laki, umeona, na kuendelea mpaka milioni wengine. Umeona, na haikulipi chochote. Una post, unapata followers wengi, unapata likes na comment nyingi, lakini uingizi pesa. Sasa basi kwa kufuata vitu ambavyo nitavizungumza hapa, vitu vichache lakini vitaweza kusaidia na imani. Umeona, cha kwanza kabisa unatakiwa uweze kuposti posti ambazo ni original content. Uposti vitu ambavyo ni original, kwamba usikopi kutoka sehemu nyingine yoyote, na hata kama utakopi basi unatakiwa uongeze ubunifu wako katika hivyo vitu ambavyo umeweza kuvikopi. Umeona, na ukiposti posti hiyo itaonekana kama ni posti ambayo mpya, haijapostiwa katika page yoyote ama katika mtandao mwingine wote wa kijamii. Umeona, kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uweze kujirekebisha, kwamba huo unazingatia katika kuposti original content. Umeona, na tunafahamu kwamba watu wengi tunamiliki page hizi za habari za udaku. Umeona, na unakuta mtu anakopi kutoka katika page kubwa, let's say ya Millard, anakopi kule anaposti kwake, watu wengi wana like na kucomment, lakini haingizi pesa. Sasa basi kama utakopi caption au picha, unatakiwa uedit caption yako, na kama ni picha basi uedit iwe katika muonekano ambao tofauti na ile ya mwanzo. Sio unakopi kitu kama kilivyo afu unaposti kwako. Umeona, hapo unakuwa unajidanganya wewe mwenyewe, unapoteza muda. Sawa, utapata likes na comment nyingi, lakini utakuwa unapoteza muda wako, bando lako, kwa sababu haikulipi. Umeona, so unatakiwa kama una copy, unatakiwa copy, edit and post. Hiyo ndo njia ambayo mimi binafsi naitumia.
Umeona, sio kwamba sikopi vitu kutoka kwa watu wengine, hapana, nakopi sana, ila nikikopi kitu kutoka kwa mtu katika peji kubwa, let's say ya Millard, kama ni caption nitai-edit kwa namna ambavyo mimi nafahamu, ili nisiharibu maana ya ile copy, lakini ionekane katika utofauti. Umeona, na kama ni picha basi nitaitengeneza. Sasa hivi tumeona watu wengi wana overlay zao, kwamba njia nyepesi zaidi kwa katika mambo ya picha, tengeneza ile overlay yako, mfumo wako fulani kama ule wa Millard. Unakuta pale juu ana logo yake, kuna kile kibana pale kina maandishi, umeona, ana rangi zake ambazo yeye ameweza kujichagulia. Fanya hivyo, njia nyepesi, fanya hivyo. Umeona, unatakiwa post original content, cha kwanza. Cha pili, unatakiwa uwe unaposti mara kwa mara. Umeona, page inatakiwa iwe active. Ili Facebook wakulipe, page yako inatakiwa iwe active, uwe unaposti mara kwa mara. Lakini katika kuposti kwako, angalia usipitilize, kwa sababu ndio unatakiwa uwe active, lakini usiposti kupitiliza. Sio kwa siku unaposti posti 50, posti 100 huko. Asubuhi tu umeamka umeposti posti 20. Facebook hawakutambui, wanajua wewe ni robot. Binadamu wa kawaida hawezi kufikiria kuandaa content 20 ndani ya dakika 10, akaziedit, akaandika caption, akaposti. Binadamu wa kawaida hawezi kufanya hivyo. So Facebook watajua wewe ni robot. Umeona? So that asubuhi ukiamka ukiposti posti zako hata 3 zinatosha. Mchana ukiposti 2 hata 1, au usipoposti kabisa inatosha. Jioni posti hata 3 au 2 au hata 1 inatosha. Facebook wanahitaji watu ambao wako active, wanapost. Umeona? Lakini usipitilize. Umeona? Na hapa ndio sehemu ambayo watu wengi sana wanafeli. Umeona? Kwa sababu mtu anakimbilia katika kukuza page. Umeona? Kwa sababu ukiposti sana utapata likes na followers wengi na comment nyingi, lakini mwisho wa siku upande wa mapato hautaweza kupata mapato, kwa sababu utaonekana wewe ni robot. Page yako itaonekana kwamba inamilikiwa sijui na AI, sijui nisemeje, lakini utaonekana ni mashine, sio mtu. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa posti kwa ratiba maalum. Cha tatu, kitu cha tatu ni cha mwisho ambacho unatakiwa ukizingatie. Umeona? Ni issue ya katika posti zako, make sure unakupa ule mfumo wako ambao kama unakuwa una rangi zako. Umeona? Kwa wale ambao, hii inazungumzia kwa wale ambao wanafanya masuala ya media. Umeona, mtu anamiliki peji ya udaku, unatakiwa uwe na rangi zako, kwamba una rangi zako ambazo mtu akiangalia ni peji ambazo zinakutambulisha wewe, na hata Facebook wakitazama wanajua kabisa hizi rangi ni za peji fulani, hiyo overlay ni ya peji fulani. Umeona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa vizingatie. Bwana, kama vitu hivyo utavifuata kwa umakini kabisa na ukavitendea kazi, sikufichi Facebook watakulipa. Na kiukweli kabisa Facebook wanalipa vizuri, tena wanalipa vizuri sana, kwa sababu kuna njia nyingi sana za mapato. Facebook ukiposti picha wanakulipa, ukiposti caption peke yake wanakulipa, yani maneno wanakulipa. Facebook ukiweka Facebook story wanakulipa. Umeona? Yani kuna njia nyingi sana Facebook ambayo wanaweza kukulipa. Kuna bonus, unaambiwa ukiposti posti 2 ambazo wakifika engagement kadhaa, zikitazamwa na watu kadhaa, unaweza kupata dola mpaka 160, dola 200 na kuendelea. So Facebook tofauti na mitandao mingine. Kama utaamua kufanya kazi, utaamua kuwa creator na ukafanya kweli kazi ya creator, na Facebook wataweza kukupa hayo madola. Umeona? Mimi binafsi bwana sitaki kuzungumza sana, kwa sababu mimi ni miongoni mwa creator ambao tumeanza kuingiza pesa hivi karibuni tu kupitia platform hiyo. So sitaki kuwa mjuaji sana. Kama video hii itakusaidia kwa namna moja ama nyingine, basi nakusihi uweze kusubscribe hapo chini. Lakini pia naomba unifollow kupitia katika page yangu ya Facebook kama Tino La Diva Hits, hiyo ni ya kwangu binafsi. Ukifollow ile ya Memorata unakuwa unatisha sana. Umeona? Lakini pia napatikana Instagram kama Tino La Diva, unakuwa unatisha sana. Kwa sasa mimi na sign out. Ciao.